Ikiadhimisha miaka miwili tangu shambulio la kushtukiza lililotekelezwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, Wizara ya Ulinzi ya Israel imetoa takwimu mpya kuhusu idadi ya maafisa wa usalama waliopoteza maisha tangu kuanza kwa vita hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jumla ya maafisa 1152 wamefariki dunia katika kipindi hicho. Idadi hiyo inajumuisha wanajeshi, maafisa wa polisi, maafisa wa shirika la ujasusi wa ndani yani Shin Bet, pamoja na maafisa wa usalama wa kiraia waliopoteza maisha kuanzia tarehe hiyo, iwe ni vitani, kutokana na ajali, maradhi au hata kujiua. Maeneo mengi ambapo vifo hivyo vilitokea ni katika ukanda wa Gaza, Lebanon na Ukingo wa Magharibi, ambako mapigano makali yameripotiwa mara kwa mara. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani 42% ya waliopoteza maisha walikuwa na umri chini ya miaka 21, wengi wao wakiwa ni vijana wanaotumikia jeshi kwa lazima. Aidha, watu 141 kati yao walikuwa na umri wa zaidi ya miaka 40, jambo linaloonyesha kuwa vita hii imegusa watu wa rika mbalimbali. Vita hii pia imeongeza zaidi ya watu 6500 katika mduara wa familia za waombolezaji nchini Israel. Hii ni pamoja na wazazi 1973 waliopoteza watoto wao, wajane 351, mayatima 885 na ndugu wa damu 3481. Zaidi ya watu 200 waliuawa na umezikwa katika makaburi ya kijeshi ya milima ya Herz huko Yerusalem. Kwa ujumla, mazishi yamefanyika katika makaburi na maeneo ya kijeshi 264 kote nchini, ambapo maeneo 24 yalilazimika kupanuliwa huko makaburi mapya ya kijeshi yakianzishwa. Aidha, miili ya wanajeshi 8 ilisafirishwa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya mazishi, wakiwa wameambatana na maafisa Wizara ya Ulinzi. Idara ya Wizara ya Ulinzi inayoshughulikia familia za mashujaa waliopoteza maisha, kumbukumbu na urithi ndiyo iliongoza shughuli zote za mazishi, ukarabati wa makaburi, ujenzi wa makumbusho, utoaji wa misaada ya kihisia na kifedha kwa familia zilizoathirika. Idara hiyo ilitekeleza mageuzi ya huduma kwa familia kwa gharama ya shekeli milioni 60, sawa na dola milioni 18 za Marekani, ikiwemo kuanzisha kamati maalum za usaidizi na mtandao wa wataalamu wa masuala ya kifedha kusaidia familia za wafiwa. Akizungumza kuhusu jukumu lao, mkuu wa idara hiyo amesema kuwa dola ya Israel inabeba gharama kubwa. Historia ya nchi yetu imeandikwa kwa damu ya wana na binti zenu. Watumishi wa idara yetu wanafanya kazi yao kama wito wa maisha, wakiendelea kuenzi kumbukumbu ya mashujaa waliopoteza maisha, kuhifadhi urithi wao kwa vizazi vijavyo na kuzisaidia familia zilizoathirika kwa msaada wa kihisia na kijamii. Taarifa hii ni ushahidi wa gharama kubwa inayolipwa na taifa wakati wa migogoro, na inasisitiza umuhimu wa msaada endelevu kwa familia za waliopoteza maisha pamoja na heshima kwa urithi wa mashujaa wa taifa. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 unayefikiria mbali? Je, azma yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa, kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa za kazi zisizo na mipaka? Usitafute mbali. EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora duniani kote, kuanzia Ulaya na Asia hadi Amerika na kwingineko. Iwe umepokea matokeo yako ya kidato cha 6 punde au diploma, tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua: kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako zibaki ndoto. Tembelea EuroAsia Universities Limited leo. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi karibu na Mlimani City. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0765 767556. EuroAsia Universities Limited, empowering global citizens.